Haya, tuondoke kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki, tuelekee sasa tuzame mengine yanayojiri Afrika. Nimeona taarifa ya kutoka pale Cameroon. Rais Paul Biya, pamoja na kwamba haonekani kwa muda mrefu, lakini amefanya mabadiliko makubwa ya jeshi. Naam. Mabadiliko haya makubwa katika uongozi wa jeshi wa nchi hiyo ni pamoja na kupandisha vyeo maafisa waandamizi na kubadilisha makamanda katika maeneo manne kati ya matano ya kijeshi. Licha hayo yote anayofanya licha yeye kutoonekana hadharani kwa takriban sasa ni miezi miwili, na serikali ya Kameruni ikitoa taarifa tu kwamba yupo ziara ya faragha nchini Uswizi. Haonekani kwa mujibu wa amri 3 za rais zilizotiwa saini Jumatatu na kutangazwa kupitia redio ya taifa. Biya amempandisha cheo mkuu wa kikosi cha walinzi wa rais kutoka kanali hadi brigedia jenerali, sambamba na kufanya mabadiliko mengine katika vikosi mbalimbali vya jeshi. Wanaonekani, lakini kazi zinaendelea. Kupunguza pressure, lakini pia uwezekano wa kupinduliwa ni moja kati ya sababu kubwa ambazo huwa zinafanya viongozi wengi waliodumu madarakani katika bara la Afrika kufanya hizi reshuffles katika timu zao za uongozi kijeshi na hata kwenye baraza la mawaziri na maeneo mengineyo. Kwa muda aliokaa nje, mimi siwezi kushangaa mabadiliko haya. Kwa nini anafanya? Anafanya kwa sababu sauti nyingi za kuhoji rais wetu yuko wapi miongoni mwa wanachama wa chama chake chenyewe tawala, lakini pia hata upinzani, zimekuwa zikiongezeka. Sasa kwa kiongozi ambaye amekaa madarakani tangu mwaka 1982 akiwa na miaka zaidi ya 40 madarakani, kwa kiongozi ambaye tayari ana miaka 93 kuelekea 94, lazima mashaka yaendelee kuongezeka. Lazima awe na kujiuliza kwamba kesho nini kinaweza kutokea. Bila shaka. Kwa hiyo mabadiliko haya yanakuja kama sehemu, unaweza kusema, ya mkakati wake wa kuendelea kuimarisha ushawishi wake dhidi ya uwezekano wowote ule wa kuweza kupinduliwa na wapinzani wake, iwe kisiasa au hata kijeshi. Haya, tumalize na haya yanayojiri duniani, ambapo mazungumzo kadhaa yanaendelea. Nimeona taarifa ya msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni wa Irani, Bwana Ismail Baghai, ambaye anasema kuwa makubaliano kati ya Irani na Omani yako katika hatua za mwisho za kuandaliwa. Kulingana na kiongozi huyo, mataifa hayo mawili yatatoa taarifa ya pamoja ambayo itajumuisha mambo muhimu yanayokabiliwa na pande zote mbili. Anasema kwa utaratibu wa njia ya usafiri wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz tayari umekubaliwa na pande zote mbili, lakini anaeleza kuwa mazungumzo kati ya Irani na Oman yalikuwa na ya kitaalamu na yenye mtazamo wa mbele, akiongeza kuwa iwapo hakutakuwa na kuingiliwa kwa upande wowote, nchi hizo mbili ziko katika hatua za mwisho za kutoa taarifa ya pamoja. Lakini anasisitiza makubaliano ya Irani na Oman hayamaanishi kuwa mlango bahari wa Hormuz utakuwa salama kwa usafiri wa meli. Kwa hiyo sababu zilizofanya mlango huo ukafungwa sio Oman, anasema ni vizuizi vya kijeshi vya Marekani. Naona katika mchakato huu wa mazungumzo baina ya Oman na Iran, Marekani unaweza ukasema ni anajaribu kusimama kama kidudu mtu hivi. Kidudu mtu kwa nini? Anatoa taarifa za mazungumzo kana kwamba yeye ndiye aliyeyafadhili, lakini ukisikiliza kauli za Tehran ni kwamba haya ni mazungumzo ya marafiki wawili ambao wamekuwa na udhibiti wa kihistoria wa mlango wenyewe. Utakumbuka haya ni mataifa jirani. Wakati Oman iko upande, unaweza kusema ni kama ambavyo tungesema Unguja na Dar es Salaam, kwamba Iran ni Dar es Salaam halafu Unguja ni Oman. Kwa hiyo hawa ni nchi mbili ambazo ndizo ziko katika udhibiti na usimamizi wa mlango bahari huu kwa miongo mingi. Kwa hiyo yameamua kuja pamoja kuzungumza hili. Sasa Marekani anajaribu kujibebesha joho la kufadhili na kuratibu mazungumzo hayo, kana kwamba yeye ndiye aliyeyaitisha, lakini mataifa haya mawili yanafanya mazungumzo kama majirani ambao wameudhibiti kwa muda mrefu, na unaweza ukaona ndio maana kwamba
Tehran inaendelea kusisitiza kwamba haya ni mazungumzo baina ya nchi mbili yasiyofungamana kwa namna yoyote ile na Marekani, kwa sababu sisi hatuna mazungumzo yoyote ile na Marekani mpaka sasa hivi, kwa sababu ya hatua mbalimbali ambazo amekuwa akiendelea kuchukua katika siku za karibuni, mashambulizi, lakini pia hata kuweka mzingiro huo. Trump mwenyewe jana anasema tuko karibia kukubaliana, tupo kwenye mazungumzo mazuri tu na Irani. Alizungumza juzi kwamba mlango bahari ungefunguliwa jana, haukufunguliwa. Akazungumza kwamba jana kwamba mlango bahari utafunguliwa wakati wowote ule ndani ya masaa machache kuelekea leo, lakini mpaka sasa hivi hakuna taarifa mpya inayoonyesha mlango huo kufunguliwa. Kwa hiyo yenyewe inakufanya kuona kwamba inawezekana kile ambacho Tehran inazungumza kuhusu kutokuwa na mazungumzo yoyote yale na Washington, hasa kuhusiana na mkataba wa kudumu, ikawa sahihi, kwamba walichonacho pekee ni mazungumzo na Oman, majirani zao wa miongo ambao wamekuwa wakishirikiana katika kudhibiti na kusimamia mlango bahari huo wa Hormuz. Tukimalizia na yanayoendelea pia hapo Irani, nimeona taarifa ya mkuu wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa, anasema watu takribani 56 wameuawa kwa kunyongwa nchini Irani kwa makosa yanayohusiana na usalama wa taifa tangu mwezi Machi mwaka huu, ambapo kiongozi huyo bwana Volker Turk anasema kuwa kulingana na taarifa rasmi ya mamlaka za Irani, watu 27 kati ya hawa 56 walinyongwa kutokana na maandamano ya Januari mwaka huu. Naam, mwezi Januari yale maandamano, nakumbuka nakumbuka vizuri. Sasa Umoja wa Mataifa, shirika la haki za kibinadamu pale, wanasema kuna watu 27 wamenyongwa kutokana na kushiriki na kuhamasisha yale maandamano. Katika taarifa yake kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa anasema kuwa tangu kuanza kwa vita, idadi ya hukumu za kifo na utekelezaji wake umeongezeka nchini Irani. Ni taarifa ambazo zinatolewa na UN Human Rights anayoiongoza Volker Turk, katika mazingira ambayo unaweza kusema ni kama assumption, kwa sababu moja kati ya maeneo ambako Iran imekuwa na tight control, unaweza kusema ni kwenye utokaji wa taarifa za masuala yake ya ndani. Lakini pia kwa upande mwingine lazima tukubali kwamba yale maandamano yalikuwa na mkono wa mataifa ya kigeni, hasa Marekani na Israel. Utakumbuka kwamba yalitokea katika wakati ambapo tayari vita hii ilikuwa inaandaliwa. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu, unaweza kusema, ya mkakati wa Washington na hata Tel Aviv kujaribu kuvuruga mambo ili kuweza pengine kuchochea mabadiliko ya uongozi. Kwa bahati mbaya mamlaka za Iran ziliweza kuyadhibiti, na hatua ambayo ilifuatiwa na kesi za aina mbalimbali kuhusiana na wale walioshiriki katika maandamano hayo. Na kwa maana hiyo idara hii ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imekuwa ikiunganisha, unaweza kusema, vipande, kwa sababu utakumbuka wiki chache zilizopita Iran pia iliwanyonga watu raia wawili ambao wali katika maandamano hayo ya karibuni waliwaua askari wawili, maafisa wawili wa usalama. Na kwa taarifa hii taarifa waliotoa ya kwamba ni watu 56 kufikia sasa walionyongwa, kwa bahati mbaya Tehran haijathibitisha. Kwa hiyo mimi kwa jicho la kichambuzi naweza kusema ni assumptions zile ambazo zinafanywa na Umoja wa Mataifa, lakini pia mataifa ya magharibi kwa ujumla kuhusiana na kinachoendelea ndani ya Iran, kwa sababu mpaka sasa Tehran haijathibitisha kwamba hiyo 56 kumradhi ni dai la kweli au si kweli. Hakika tunafaidi uchambuzi uliotukuka. Naitwa Mwalimu Omari kutoka Kaloleni Moshi. Asante na wasikiliza, ongereni sana katika uchambuzi mzuri. Naitwa Isaac Hongoli kutoka Iringa Isimani. Mwingine anasema pamoja sana. Naitwa Oswadi Sando maarufu kama Mzee, nipo Bukoba. Asante kwa ujumbe wako pia. Huyo anasema msongo wa mawazo Kenya unatokana na ushindani wa vipaji, ni kitu kizuri, maana baada ya hapo kuna hatua nzuri watafikia kimaendeleo. Anaitwa Elijah Muyoya Hai, Kilimanjaro ndiko anakopatikana. Sisi tunarudi hapa kwa ajili ya wino mzito.